mamangu. Lakini hipo haja ameshazimia. Nakuja. Binadamu wabaya. Nakuja. Uganga wa majini kina mama una tabu, nipande mlima nikawaone wanangu, nimechimba dawa kumbe mti si wa kwangu. Ya Allah, Nendeni mkampikie chakula tabibu mkuu. Nifuate. Pole sana kijana wangu, ila tambua kuwa wakati ni ukuta, ukishindana nao utaanguka. Kama alivyosema tabibu wangu mkuu, mama yako ameshazikwa na hawezi tena kuwa hai, hivyo jikaze sana mtoto wa kiume. Ushauri wangu, nenda tu ukaendelee na maisha yako. Sauda tayari ameshazikwa. Nimeshuhudia kwa mboni za macho yangu mawili akiwekwa mwana ndani. Ila sasa usinisahau. Vizuri sana Chenga, umefanya kazi yako vizuri sana. Yaani najiona kabisa naenda kukalia kile kiti na naenda kuwa mtawala. Huyu mama Kabichi na Serata kwisha habari yao. Kama najiona ripota wako mtiifu. Nikiketi pembeni yako huku tukigonga glasi taratibu, malikia wangu wa uchawi. Malikia Sauda. Uchawi raha jamani. Enyi mizimu, na tunawasujudia. Leo Sauda ameweza kutimiza kafara yake. Tupo kwa ajili ya kusubiri siku 40 ili aweze kukata ulimi. Naombeni muipokee sadaka. Narudia kwa mara ya pili. Enyi mizimu,
na tunawasujudia. Leo Sauda ameweza kutimiza kafara. Tupo kwa ajili ya kusubiri siku 40 tu ili aweze kukata ulimi. Naombeni mweze kuipokea sadaka. Naombeni sana. Nini hiki? Akija kutokea hata mara moja toka enzi za mababu na mababu. Sauda, kafara uliotoa sio damu yako. Ndio maana mizimu imekataa. Sasa mkuu, kwa hiyo nifanyeje sasa? Niliwaambia mnapaswa mtoe mnapopapenda na panapowauma. Sasa ni kweli ulisema mkuu, lakini mimi kama unavyojua watoto wote nimemaliza. Mume nimeshamtoa, baba sina, mama sina, kaka sina, nimebaki mwenyewe. Nitafanyaje mkuu? Ina maana mimi nitakosa kiketi? Nimekuwa mtu wenu takriban miaka mingi sana. Nipo hapa kwa sababu ya kiketi. Na mimi kama mkuu unavyojua, mimi ndio mtendaji mzuri. Nimekuwa bega kwa bega kukamilisha vile vyote ulivyokuwa unavisema. Nimekuwa mstari wa mbele. Hapo kama nitakosa kiketi, sijui mimi nitakuwa mgeni wa nani. Nafasi bado unayo. Unapaswa mtoe mtoto wa kakako, tena we binti. Unapaswa mtoe Sandra, manake yule binti nyota yake ni kali sana. Ndipo mizimu itakubali uweze kukalia hiki kiti. Na sisi je? Wewe unapaswa mtoe mtoto wa kiume, na maanisha mwanao. Eni Makabichi, achana mjukuu wako. Unapaswa mtoe mwanao Sala. Kiongozi, vipi kuhusu mimi? Naona kama vile umenisahau jue. Na mimi nimo Mwenge Auruki kijiji kiongozi. Wewe utabaki kuwa msindikizaji tu. Na wewe mwenzio Kipala. Wewe na mwenzio Kipala hamwezi kuwa viongozi, kwa sababu huna mtu yote kumtoa. Napaswa mtumia akili sana wakati wa kutoa kafara. Hampaswi kumwaga damu mbele za watu. Wanadamu wakijua watawaua. Waacheni wajue wenyewe kwa wenyewe. Nadhani mmenielewa nitokizungumza. Igwe.
na kata mawasiliano yake. Siwezi kukosa kiti cha uchawi mimi kwa ajili yake. Sara, hakuna jinsi, lazima nikutoe kikoa. Hivi huyu ni mama yangu kweli? Kwa nini ananifanya naishi kama mfungwa aliyefungwa kifungo cha nje? Sina uhuru na maisha yangu. Anavunja simu yangu ambayo ingenisaidia kunitoa hapa. Nimepambana sana kukupambania mamangu, lakini siku zote mbio za sakafuni huishia ukingoni. Niliamini maneno ya watu ambao wananiambia kama hujafa. Lakini nimeamini kuwa mtu anaweza akafa kwa siku yake kufika. Mama, nisamehe sana kwa kuchelewesha kukuzika. Maana nilikutia adhabu ambayo kustahili mamangu. Sikuwajua yote haya kama atatokea mamangu. Mama, naenda mjini kupambana mwanao. Lakini pia mjukuu wako alitamani kukuona siku moja. Lakini ndo tayari umeshaenda mamangu. Umzika kwa amani huko uliko mamangu. Tanu baba tanu tanu we. Sara, kwenye hili sina huruma kabisa. Mimi nakitaka hiki kiti kwa hali na mali, yani kwa udi na uvumba. Ni bora nikutangulize kuzimu ili mimi niwe mtu mkubwa sana kwa wachawi wenzangu. Tena hakuna habari sijui wananchi nisikutoe damu. Lazima nikutoe damu, sababu wewe ni mwanangu mwenyewe niliyekuzaa. Hakuna mtu yoyote wa kuniingilia hapa. Hakuna wananchi wala ubaya ubwela, kwa sababu kiti ni bora sana kuliko wewe Sara. Mama. Lei. Ni nini mwanangu? Bibi yako anafanya nini? Mama atakufa. Nilikwambia mwanangu, sijawahi kushindwa na kitu chochote kile chini ya jua. Haya sasa, nimetimiza ndoto yako ya kumuoa Suzi. Nimesha kulipia mahali yote kwa baba yake.
kwa sasa ni mke halali kwako. Palipobakia mtamalizia wenyewe, wanangu wazuri. Haikuwa rahisi nini. Mzee Mshindo ni mtata sana. Lakini mama mpigana mpaka imewezekana. Kwa kweli mama yako ni mama bora na sio bora mama. Kiukweli nitakuwa sio muungwana kama sijazitanguliza shukrani zangu za dhati sana kwako. Mama, asante sana kwa hicho ambacho umenifanyia. Na kiukweli umejua kuniheshimisha mimi mwanao Enieni. Na kwa hiki ulichokifanya, kiukweli mama, umeweka alama kubwa sana kwenye maisha yangu. Wallahi wa billahi sina cha kukulipa mama, ila naamini Mungu pekee ndiyo najua zawadi gani kuandalia kwa ajili yako. Nakushukuru mama, pia nakupenda sana. Nakupenda pia mwanangu, usijali. Yaani wewe ndo mwanangu wa pekee. Nitafanya kila kitu, chochote kile kinachowezekana, ili tu uwe na furaha. Aya, acha mimi niende, niwaache mfurahie ndoa yenu. Basi sawa mama, mimi nikutakia safari njema. Sawa, ila kajukuu jamani, yaani kajukuu haraka haraka. Malkia wangu, Suzi wangu, karibu kwenye kasiri yangu. Asante. Mtoto mmoja kama mboni ya jicho. Huu ni zaidi ya mtihani kwa kweli. Kiti nakitaka na mtoto namtaka vile vile. Sijui ni nani aliyegundua uchawi jamani. Ametuatia kizaza. Shetani, nipe hekima yako kwenye kuamua hili jambo. Maana ni bora kutumia akili za kuazima kuliko kutumia akili za kukopa. Wake wenza, mnaenda wapi asubuhi yote hii? Tunaenda kutafuta dawa. Yaani nyewe mkiamka asubuhi tu mnaanza kwenda kutafuta dawa, ila hamwazi kumwandaa mume wetu. Mkiamka asubuhi mnatakiwa mwandae mume wetu, mwekee maji ya kuoga, mwandalie chai, halafu ndo mwende mkatafute dawa. Hivi mnafikiri tusipomjali sisi atawezaje kufanya kazi akiwa hana nguvu? Hebu nioneni mimi. Nimeamka asubuhi, nimeenda kununua sukari kwa ajili ya chai na hizi mboga kwa ajili ya chakula cha mchana. Eti dawa nini? Sakina, hivi huyu mwanamke anajikuta nani hasa? Kila kitu anajifanya yeye kimbelembele, kila kitu. Sisi yale mapenzi kwa 5 sasa hivi hatuyapati hata kidogo. Kila siku yeye na tano. Anatuchukuliaje sisi? Dada Ndekwa, hivi vitu havihitaji haraka. Inatakiwa tutumie akili. Kizigo, unajua wewe ni mtu mzima, lakini ubongo wako hauna akili kabisa. Yaani umelala kama ubongo wa mende. Sasa unafanya kazi kwa 5 kwa faida ipi? Niamini, huu mpango nao kupa unaenda kubadili maisha yetu Kizigo. Nielewe basi. Lakini Sauda, ukisema hivyo utakuwa unanikosea sana. Unajua mimi nipo chini ya 5 na siwezi kufanya jambo lolote lile mpaka 5 waseme. Na yule mwanamke ulimtoa kikoa bado yupo ndani tu anatangatanga. Naelewa. Na ndio maana nataka nimkate kilimi
kabla hajafikisha 40 ili aweze kuwa amekufa kabisa na atoke kabisa duniani. Lakini Kizigo, nakuomba usinitoe kwenye reli. Turudi kwenye madai yetu ndio kuitia hapa. Mimi nataka ufanye kazi ili uweze kunufaika na hicho unachokifanya. Sijui unanielewa vizuri? Mimi nimechoka kukuona na mangu wako ya Masai kila siku jamani. Nashinda hata kutambulisha kwa marafiki zangu. Nataka ufanye kazi upate pesa, mume wangu badilike. Sijui unanielewa vizuri? Kaa kwa tano kwa faida. Usikae kwa hasara. Mbona wewe ni mzembe sana? Yule umekaa tu kama gogo. Badilika mpenzi wangu jamani. Natamani nimuue hata sasa hivi ili aondoke kwenye huu uso wa dunia. Maana ni kikwazo kwangu kila siku ya Mungu. Usifanye hivyo dada Ndekwa. Tulia. Yaani sumanyezo ni mkomae. Yaani ni mkomae komali. Ubidu. Lazima nimulaje. Sauda, nitafanya hivyo. Maana wewe umelikamata kila sehemu. Hata huko sehemu nilizopita niliteleza tu, lakini wewe ndio kiboko yangu. Alafu, unajua mimi ni mtakatifu sana. Nina muda sasa sijafanya chochote. Najitunza. Unamaanisha nini kusema hivyo Kizigo? Namaanisha mwili wangu leo umejaa miemko sana. Naam sana na wewe mpenzi. Yaani unishindi mimi. Yaani mimi mwili wangu una baridi. Yaani kikuona Kizigo naishiwa pawa. Wewe ni yangu sage tu sambe zako mwenyewe. Jamani. Yaani Suzi rafiki yangu, unavaa kijola mpaka kinapauka rafiki yangu. Cheki kilivyokuwa. Mwenyewe nimenunua vizuri na ndani kijola kipya. Na unafua vizuri. Ukitoka hapo uoshe na vile vyombo. Kwa hiyo mimba yako tena imekuwa kama bakola kwa upande wangu. Kila kitu tena nifanye mimi. Yaani wewe Shikamoo mama. Enieni, kuanzia leo utaishi nyumbani kwangu. Maana kuna jambo halijakaa sawa. Kuna miiko ambayo tumeikiuka. Hivyo unapaswa kuja kukaa pale nyumbani ili nikusafishe na mizimu ya ukoo wetu. Na hili jambo litachukua siku 14. Hivyo Suzi, unapaswa uende kukaa nyumbani kwa baba yako. Baada hizo siku 14 unaweza ukarudi. Mbona kama ni sijaelewa hivi? Hivi mama, unakisikia unachokiongea kweli? Au kimekuponyoka tu? Unawezaje kuniambia nikajisikilizie kwa baba wakati unajua kabisa mama yangu amefariki? Nani atashughulikia ufire wangu? Yule ni mwanaume. Anawezaje kushughulika na mimi wakati nikiwa nimejifungua? Na wewe si ulisema kuwa nitajifungulia kwako? Imekuwaje tena? Sihitaji maoni. Hiyo ni taarifa. Nenda nyumbani kwenu. Kwa sasa nahitaji kumsafisha mwanangu. Maana nyota yake imefifia kabisa. Atakapokaa sawa utaambiwa. Mama, mimi sio mtoto mdogo. Na wala siwezi kuja kukaa kwako. Na wala hayo mambo ya mila sitaki yafanyike kwangu. Kingine mama, mambo ya mila na desturi tayari yashapitwa na wakati. Na kama unaona Suzi anakukera kukaa hapa kwangu, basi nitaongozana naye mimi na yeye, yani mguu mosi mguu pili mpaka nyumbani kwa baba yake Suzi. Nanka na loge. Unibaki abuli mama. Kipala.
Uko wapi ndugu yangu? Mbona kuna mambo mengi yanakupita huku? Hauzulii kabisa kwenye vikao vya kichawi siku hizi. Sasa mimi naomba nikuulize swali moja tu. Hivi wewe panapouma unapajua? Mbona swala limekuwa gumu hili? Hata mimi sijui. Sasa acha nikupe taarifa ndogo ndogo tu zinazoendelea huko. Bwana Sauda katoa sadaka. Lakini sasa sadaka aliyotoa inasemekana sio damu yake. Kwa hiyo mizimu imekataa kumpa kiti cha uchawi. Anatakiwa aitoe damu yake. Shughuli ndo inaanzia hapo ndugu yangu. Kama unavyojua, Sauda hana mtoto, kwa maana hiyo hana damu ya kutoa. Kaambiwa mtoe Sandra, mtoto wa kakake. Yule kibonge naye kaambiwa mtoe mwanae Nieni. Bi Kabichi yule kaambiwa mtoe mwanae Sara. Sasa kazi kwako wewe na mimi ndugu yangu. Tumeambiwa tutabaki kuwa wasindikizaji tu milele daima. Nachoka mimi mwenzako. Sio bure, wewe umelogwa. Yaani baada unisikilize mimi mama yako ambaye nimekubeba tumboni kwangu miezi 9 na nikakuzaa kwa uchungu. Unakaa unang'ang'ania mwanamke ambaye mmekutana tu ukubwani. Sasa sikiliza. Ole wako usije nyumbani. Maliza hizi kazi zako. Maana naona hizi sasa ni majukumu yako, sio majukumu ya mwanamke. Utakapomaliza ni kuone nyumbani. Nikikufuata mimi. Naenda Sandra. Nakutakia maisha mema. Ukija hutonikuta. Narudi mjini mimi kuungana na familia yangu. Vipi, wamemstiri vizuri mama? Ndiyo kaka. Hapa nilipo nasubiri taratibu ziishe. Si unajua tena Wanyakyusa wanalia msiba mwezi mzima mpaka pale watakapomaliza unyago. Ila nikombe kakaangu, usiwe na mawazo. Wewe nenda tu ukafanye kazi zako na unikumbuke mimi mdogo wako. Si unajua tuko wawili. Najua Sandra. Ila nakusihi, ukirudi nyumbani kuwa makini sana na shangazi. Asikuamulie chochote kwenye maisha yako. Halafu usije ukafanya kitu chochote pasi na kunishirikisha. Sijui umenielewa Sandra? Nimekuelewa kaka. Mungu akutangulie katika mambo yako. Uwe na wakati mwema. Sawa. Ewe Mwenyezi Mungu, naomba unijalie safari ya heri na utuepushe na hizi changamoto zote ambazo zinatokea katika maisha yetu. Nitarudi kwa ajili ya 40 ya mama. Nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, kumtibu nakuja. Nakuja mama,
nakuja mama kumtibu, nakuja.